Watumishi wa Mungu, tunaendelea. Ili uweze kupambanua roho, cha kwanza kabisa lazima ufahamu wako wa rohoni uwe vizuri. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hakikisha pia ufahamu wako wa rohoni uwe vizuri. Nimeelezea hapo kwa habari ya neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako, lakini pia ufahamu wako uwe vizuri, maana ufahamu ndio unaochukua taarifa kwenye moyo na kupeleka mahali husika. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa ajili ya kupambanua au kuelewa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, zile taarifa zilizoandikwa kwenye moyo, je, ni neno la Mungu? Kama umeweka taarifa za adui, ina maana zitachukuliwa zile taarifa za adui ndio zitakaenda kufanya kazi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana tuhakikishe maneno ya Mungu yako katika vibao vya mioyo yetu. Lakini kitu kingine, ombea sana ufahamu wako wa rohoni ukiwa vizuri. Kwa adui ambacho huwa anafanya, akitaka kumchukua mtu au kumteka mtu, cha kwanza anateka moyo wake. Cha pili, anafunga ufahamu wake usiweze kuelewa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo yule mtu anakuwa na macho lakini haoni, ana masikio lakini hasikii, kwa maana moyo wake umefanyaje? Umepumbaa. Ukisoma katika kitabu cha Matendo sura ya 28 na mstari wa 26, tunaliona neno la Mungu linawekwa wazi kabisa. Katika hizi siku za mwisho, rika basiko, haleluya, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Katika hizi siku za mwisho tunaona kabisa watu wamefungwa ufahamu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa nini? Mioyo imepumbaa.